Uhali gani mwanafamilia, na natumai buheri wa afya tele kabisa. Sasa kama ni mara yako ya kwanza, nikukumbusha kwamba usisahau kusubscribe maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video, ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu punde tunapokuwekea kwenye YouTube channel yetu. Sasa mwanafamilia, hii leo tukiangazia kunako viwanjani, hasa katika ule mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara. Sasa ni kwamba kuna vilabu kadhaa tayari vishacheza michezo yake muhimu, huku baadhi yao vikiwa bado vina viporo, hasa katika mechi ambazo zinasubiriwa kuchezwa, yani ambazo zitakuwa kuchezwa hapo kipindi cha nyuma lakini hazikuchezwa kutokana na mwingiliano wa mechi za kimataifa, hasa zile za CAF Champions League. Sasa katika michezo ambayo imechezwa hii leo ni pamoja na mchezo dhidi ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi versus Azam FC, na pia mchezo mwingine ni kati ya Coastal Union versus Young Sports Club. Sasa ni kwamba michezo hiyo imekuwa ni michezo ambayo namna yake, hasa katika mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara, huku Wekundu wa Msimbazi wakipoteza dhidi ya Azam FC kwa kufungwa goli 2-0, na huku kwa upande wa Young Africans wakiibuka kidedea kwa ushindi wa goli 1-0, goli hilo likifungwa na mchezaji au striker machachari kutoka klabu hiyo, Prince Dube, na goli hilo lilikuwa katika dakika zile za jioni kabisa. Sasa ni kwamba katika matokeo haya baada ya mechi kutamatika, sasa kama tunavyofahamu ya kwamba msimamo wa ligi kuu Tanzania bara umebadilika kupitia au kutokana na mechi ambazo zimechezwa hii leo. Sasa ni kwamba msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, anayeshikilia nafasi ya kwanza ni JKT Tanzania Football Club akiwa na pointi 17, na nafasi ya pili inashikiliwa na Young Sports Club ambaye ana pointi 16, na nafasi ya tatu inashikiliwa na Pamba Jiji ambaye ana pointi 16, na nafasi ya 4 inashikiliwa na Mashujaa Football Club akiwa na pointi 13, na nafasi ya 5 inashikiliwa na Simba Sports Club ambaye yeye akiwa na pointi 12. Pia nafasi ya 6 inashikiliwa na Namungo FC akiwa na pointi 12, na nafasi ya 7 inashikiliwa na Mtibwa Sukari, yani Mtibwa Sugar akiwa na pointi 10, na nafasi ya 8 ni Fountain Gate Football Club akiwa na pointi 10, na nafasi ya 9 ni Azam Football Club akiwa na pointi 9, na nafasi ya 10 ni TRA United akiwa na pointi 9, na nafasi ya 11 ni Coastal Union akiwa na pointi 9, na nafasi ya 12 ikishikiliwa na Singida Black Stars akiwa na pointi 8, na nafasi ya 13 ni Mbeya City akiwa na pointi 8, na nafasi ya 14 Tanzania Prisons akiwa na pointi 7, na nafasi ya 15 ni Dodoma Jiji akiwa na pointi 6, na nafasi ya 16 ni KMC Football Club akiwa na pointi 4. Huo ndio msimamo wa ligi kuu Tanzania bara baada ya mechi ambazo zimeshamaliza michezo yake. Sasa ni kwamba msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kama hivyo ulivyosimama. Kwa hiyo mwanafamilia, naendelea kukumbusha kwamba usisahau kusubscribe maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe hapo chini ya video, ili uwe wa kwanza kabisa kupata habari zetu.